Ndio ukweli wa mambo jinsi unazaliwa kwa namba. Ukiulizwa umezaliwa mwaka gani, unatajaje? 2000 na ngapi? Haya, kafa lini? Allah, ilikuwa tarehe 18 mwezi mwaka jana. Si ndio mnasema? Sasa unazaliwa kwa namba, unakufa kwa namba, unakula kwa namba, unalia kwa namba, unapumua kwa namba, chochote unachofanya mzee ni arqam. Sasa hizi namba zikicheza kidogo, badala ya namba 10 ikaja namba 9, umeumia mzee. Yani ndio ukweli wa mambo jinsi ulivyo. Sisi tumehusiwa sana miongoni mwa ibada bora kabisa ambao huwa ina uwezo wa kubadilisha majambo kwa haraka sana, ni ibada ya kuchinja. Ndio maana Mwenyezi Mungu anasema fasalli li rabbika wanhar, kwa maana anamwambia Bwana Mtume Muhammad, sali kwa ajili ya Mola wako na uchinje, kwa sababu kwenye kuchinja ndio mambo mengi sana yanakwenda sawa. Sasa tunamtazama huyu ambaye tunaona kwamba katika jambo lake hili kuna dosari ambayo inaweza kupelekea kupata kwake ukawa kwa tabu sana. Tunataka tuivunje hizi salbiyati zije zote ijab, ili mambo yaweze kwenda katika hali sawa sawa. Tunaangalia namba 2. Je, kwenye koloizi ipo? Ndiyo, ipo hii 2. Kwa Jackson namba 2 ipo? Ndiyo, ipo hii hapa. Lakini kwa dhahabu namba 2 ipo? Ndiyo, ipo hii hapa. Tunachokifanya, tunachukua 2 iliyo katika Colois, tunachukua 2 inayopatikana kwa Jackson, tunachukua 2 inayopatikana katika dhahabu, tunaandika hapa 2 2 2. Tunataka tupate namna gani huyu mtu anaweza kupata dhahabu katika maeneo yake biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Sasa hizi 2 2 2 kimaarifa, hizi namba zinaitwa salbiyat. Maana kuna namba zinazoitwa ijabiyat na kuna salbiyat. Sasa hizi namba ni salbi, kwa maana hizi namba mara kadhaa ni namba za positive, yani namba za negative hizi. Aiwa. Kwa hiyo ukitazama 2 2 2, haya tunataka huyu mtu sasa aweze kupata, lakini hapa hizi namba zinaanza kutuambia wazi kabisa kwamba huyu jamaa kupata kwake hapa patakuwa pazito kwanza, kwa sababu hizi ni salbiyati. Sasa tunachokifanya, tunachukua 2 jumlisha 2 sawa sawa, tunapata namba 4. Maana yake salbun jumlisha salbun sawa sawa na salbun. Kwani ndugu zangu, hapa nataka sasa, kuna darsa moja muhimu sana hapa nilifanye kama kumalizia. Kuna ilmu zinaitwa ilmu al-kimya al-arqam. Nataka tuone sasa namna gani kuna tofauti baina hizi ilmu 2. Ilmu al-kimya al-arqam kwa maana chemistry ya namba. Tunataka tuone chemistry ya namba, namna gani mtu anaweza kutumia zile namba kama kemikali, na namna gani zinaweza kuwa na muunganiko wa kusababisha mtu pale alipo. Mathalan, kuna mtu anafanya kazi yake katika suala la mgodi kwa madini fulani, labda dhahabu na mfano hayo. Ni vipi hizi namba zinatakiwa ziuiane ili huyu mtu aweze kufanikiwa kupata pale majambo yake biidhnillah, ili tuone tofauti baina ya kuwatumia majini na tofauti baina ya zile kimyaul arqam, yani chemistry ya namba. Hapa mnaweza kujifunza kitu kimoja adhim sana biidhnillah. Ili iweze kueleweka kwa ufasaha, nitawaomba makameramani wangu hapa mtanisamehe, nitaweka ubao hapa, nataka tufanye mambo kwa mifano ili mambo yaweze kwenda vizuri biidhnillahi alkarim. Naam, inshallah. Sasa hapa tutakwenda katika kimyaul arqam, kwa maana tunapoizungumza kimyaul arqam kwa maana chemistry katika masala ya namba, na hii ni maalum sana kwa wale watu ambao wana migodi. Tunataka tuone tofauti yake. Tunasema hiya dirasatu tadakhuli almudhhili. Kwanza, hili ni darsa ambalo bila shaka linashangaza mno na lina utendaji wa hali ya juu baina alamil a'dadi daqiqi, baina ya ulimwengu wa hisabu, tena hisabu zilizohitaji umakini wa hali ya juu, wa alamil kimyai wal madda, lakini kadhalika na ulimwengu wa kimya chemistry, lakini kadhalika na masala ya madini ya aina kadha wa kadha. Lakini kadhalika al-arqamu fil kimyai laysat mujarradu a'dadan lil'addi, lakini kadhalika tunapozungumza hizi namba katika ilmu ya kimya chemistry,
si namba tu kwa ajili ya mtu kuhesabu kusema 1, 2, 3 zikaishia hivyo, bali hiya rumuzun tahmilu asraran, bal kadhalika ni namba, ni alama ambazo zinabeba siri za aina mbalimbali. Yani ukisikia kitu kinachoitwa kimyaul arqam, ni namba ambazo ndani ya namba hizo zinakuwa zimebeba siri za aina mbalimbali, tena istiqrari dharrati, siri ambazo bila shaka zinakwenda samama na zile atom, lakini watarkibil juz'iyat, na kueleza zile juz'iyati zake, kwa maana vile viji elementi vyake katika hali za namna hiyo, wa tabi'ati almawadi, lakini na tabia ya maadini yenyewe. Sasa al-arqamul ma'nawiya, katika hizi kuna vitu vinavyoitwa namba za ma'nawiya, hiya mafhumun asasiyun fil kimya. Hii ni mafuhumu maalum kabisa katika ilmu ya kimya, yani chemistry ya namba. Yuhaddidu diqqata alqiyasat, hii sasa ndio ina uwezo wa kumfanya mtu akawa na vipimo vilivyo sawa sawa biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Watashmulu jamia alarqami laki almawthuqa, lakini kadhalika na inakusanya namba zote ambazo zinazoitwa almawthuqa, zinazotengeneza vitu katika mifumo ya uhakika. Tumakkinu hadhihi alarqamu alkimyaiyin min tahdidi mada diqqati alajhiza. Hii sasa inawawezesha, au namba hizi zinawawezesha wataalamu wa chemistry min tahdidi mada diqqati alajhiza, katika kufanya kwa umakini kabisa katika vyombo vya aina mbalimbali. Yani hizi namba tutakazoziweka hapa ni sawa na namna unavyoona vyombo mbalimbali ambavyo bila shaka vina uwezo mzuri kabisa wa kukufanya wewe kufahamu katika eneo la mgodi wako maadini yapo kwa kiwango gani na yapo kwa umbali gani na kwa maarifa ya aina gani. Hiya daruriyatun, ni muhimu sana inda ijra'i alhisabat, pale panapofanyika hisabu, wa tadwini nataiji, na kupatikana kwa natija, fi tajarubil kimyai, katika testi au majaribio ya chemistry, litajannubi tadlil, ili usiwe ni mwenye kupotea katika hali za namna hiyo. Sasa basi, kwa hali hiyo sasa tunatoa hapa mfano mmoja ambao huu mfano ni makini. Sasa nataka sasa ndo twende vizuri. Jambo la kwanza, tunakwenda kumtazama mtu aliyo katika mgodi, na hasa tunamtazama ndugu yetu mmoja yuko pale katika ardhi ya Kongo, katika eneo linaloitwa Kolwezi, lakini ye mwenyewe anaitwa Jacksoni, na anachotafuta ni dhahabu. Hapo naomba twende vizuri sasa. Tukizungumza neno Kolwezi, maana yake tunazungumza namba 71632. 71632. Hapo umetaja neno Kolwezi katika lugha za kimaarifa, na hasa katika lugha za kimyaul arqam, chemistry ya namba. Lakini wakati huo huo tunakwenda kumtazama huyu mmiliki wa mgodi, yeye anaitwa nani? Jacksoni. Jacksoni, ukitazama namba ya Jacksoni ni namba 1056,623. Maana yake katika lugha za kimyaul arqam, ukisema 1056,623 ni sawa umesema Jackson. Lakini anachotafuta ni dhahabu. Dhahabu hisabu yake ni namba 257. Yani ukisema 257 ni sawa umesema maadini yanayoitwa dhahabu katika lugha za kimyaul arqam, kwa maana chemistry ya namba. Inategemea wewe unatumia lugha gani. Ili upate kuyajua haya lazima uwe mtu mwenye taaluma hizi. Sasa tunataka huyu bwana ambaye yeye anapatikana Kolwezi, lakini yeye mwenyewe jina lake Jacksoni, lakini kadhalika anachotafuta dhahabu. Tunataka huyu mtu apate anachokitafuta kwa mujibu wa taaluma ya ilmu kimyail arqam. Maana yake tunachokifanya tunaangalia zile yani katika kwa Kolwezi, kisha tunaangalia kwa Jackson, na tunaangalia katika dhahabu. Namba 2 ambayo tunaanza upande wetu wa kulia,
tunaangalia namba 2. Je, kwenye koloizi ipo? Ndiyo, ipo hii 2. Kwa Jackson namba 2 ipo? Ndiyo, ipo hii hapa. Lakini kwa dhahabu namba 2 ipo? Ndiyo, ipo hii hapa. Tunachokifanya, tunachukua 2 iliyo katika koloizi, tunachukua 2 inayopatikana kwa Jackson, tunachukua 2 inayopatikana katika dhahabu, tunaandika hapa 2 2 2. Tunataka tupate namna gani huyu mtu anaweza kupata dhahabu katika maeneo yake biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Sasa hizi 2 2 2 kimaarifa, hizi namba zinaitwa salbiyat. Maana kuna namba zinazoitwa ijabiyat na kuna salbiyat. Sasa hizi namba ni salbi, kwa maana hizi namba mara kadhaa ni namba za positive, yani namba za negative hizi. Aiwa. Kwa hiyo ukitazama 2 2 2, haya tunataka huyu mtu sasa aweze kupata, lakini hapa hizi namba zinaanza kutuambia wazi kabisa kwamba huyu jamaa kupata kwake hapa patakuwa pazito kwanza, kwa sababu hizi ni salbiyati. Sasa tunachokifanya, tunachukua 2 jumlisha 2 sawa sawa, tunapata namba 4. Maana yake salbun jumlisha salbun sawa sawa na salbun. Naona bado narudi pale pale, natuambia bana hapa bana itakuwa ngumu. Lakini kadhalika hii namba 4 tunaichukua tunaiweka hapa, 4 jumlisha 2 sawa sawa na 6, kwa maana salbun jumlisha salbun sawa sawa na salbun. Sababu ngumu kidogo, lakini ndo tuende nazo hivyo hivyo ili tuweze kufika katika yale malengo. Sasa hii tayari tumepata ile hisabu namba 1 2 2 2. Kisha baada ya hapo tunakuja namba inayofuatia baada ya 2. Koloizi hii namba 3 tunaipata, ipo. Kwa Jackson namba 3 ipo. Katika dhahabu namba 3 hakuna. Kwa hiyo tunachofanya, tunaandika hapa 3 3. Hizi zinaitwa ijabiyat, kwa maana namba za ijab. Sasa 3 jumlisha 3 sawa sawa na 6. Maana yake ijab jumlisha ijab sawa sawa na salbun. Tunaandika hapo salbun. Lengo la msingi, tunataka huyu bwana ndugu yetu huyu koloizi aweze kufanikiwa kupata dhahabu biidhnillah. Tuone chemistry ya namba katika masala mazima ya kimiaul arqam, katika masala mazima ya upatikanaji wa mali au hazina zilizo chini ya ardhi biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Kisha baada ya hapo tunakwenda namba 3 ambayo ni ngapi? Ni 6. 6 kwa koloizi ipo, lakini 6 kwa Jackson zipo 2. 6 6, lakini 6 katika dhahabu hakuna. Kwa hiyo tunachokifanya, tunaandika hapa 6 6 6. Hizi ni salbiyat. 6 jumlisha 6 sawa sawa na 12. 2 jumlisha 1 sawa sawa na 3. Kwa hiyo tunafanya 6 jumlisha 6 ni sawa sawa na 12. Salbun jumlisha salbu. Lakini kadhalika salbun jumlisha ijab sawa sawa na ijab, kwa maana namba 3. 3 jumlisha 6 kwa maana salbu, ijab jumlisha salbu sawa sawa na ijab ambayo ni 9. Inakuja hapa. Lakini kisha baada ya hapo tunakwenda kutazama namba 1 inayofuatia. Hii namba 1 kwa koloizi ipo? Ndiyo. Lakini hapa kwa Jackson hakuna, na kwenye dhahabu pia hakuna. Tunachokifanya, tunaiandika kama ilivyo, hii ni salbun. Tunakwenda sawa? Lakini kadhalika kisha baada ya hapo tunakuja namba iliyofuatia ambayo ni ya mwisho katika koloizi, namba 7. Je, hapa kwa Jackson hakuna? Katika dhahabu ipo namba 7. Kwa hiyo tunachokifanya, tunaandika hapa 7 7. Hizi ni ijabiyat. Sawa? Hii 7 7 7 jumlisha 7 ni 14, kwa maana ijab jumlisha ijab ni sawa sawa na 14. Alafu kadhalika 4 jumlisha 1 sawa sawa na ijab. Kwa hiyo tunapata ijab namba 5 hapa. Kisha tunamaliza namba ya mwisho. Kwa hapa kwa Jackson namba 5 hii hapa, lakini na kwenye dhahabu namba 5 ipo. Kule koloizi hakuna namba 5. Kwa hiyo tunaandika 5 5. 5 jumlisha 5 sawa sawa na 10. 0 jumlisha 1 sawa sawa na 1. Majmuu, hisabu zinazopatikana
ni hisabu zinakuja katika hali ifuatayo. Ni 1,151,051, milioni 1,519,366. Hii ndio hisabu ambayo iliyopatikana. Tunataka tuone huyu mtu anapataje haya mambo. Mambo magumu sana, lakini ndio hivyo. Ukitaka kupita katika njia zilizo sahihi ili uyafikie yale malengo ambayo yanayokusudiwa, lazima upite katika taratibu hizi. Mwenyezi Mungu anasema wa ahsa kulla shay'in adada. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kila kitu amekiweka katika mahisabu bwana. Kitaka mambo yaende sawa, mahisabu ndio yanakwenda katika utaratibu huo. Kwa hiyo kwa hali sasa tunapata namba moja. Jumla ni hii milioni 1,519,366. Hii ndio hisabu kamili ambayo tulioipata. Sasa katika hii hisabu kitazama 6 hizi ni namba za salbiyat. Salbiyat ni namba zinatibua mpango wa kufanikiwa katika yale malengo. Kwa kuwa hizi namba zinatibua mpango wa kufanikiwa katika yale malengo, kinachofanyika hapo ni nini? Kinachofanyika inakuwa ni hivi. Ili tuweze kuzivunja hizi patikane zote ziwe ni namba ijab. Tunaangalia sisi tumehusiwa sana miongoni mwa ibada bora kabisa ambao huwa ina uwezo wa kubadilisha majambo kwa haraka sana, ni ibada ya kuchinja. Ndio maana Mwenyezi Mungu anasema fasalli li rabbika wanhar, kwa maana anamwambia Bwana Mtume Muhammad, sali kwa ajili ya Mola wako na uchinje, kwa sababu kwenye kuchinja ndio mambo mengi sana yanakwenda sawa. Sasa tunamtazama huyu ambaye tunaona kwamba katika jambo lake hili kuna dosari ambayo inaweza kupelekea kupata kwake ukawa kwa tabu sana. Tunataka tuivunje hizi salbiyat zije zote ijab ili mambo yaweze kwenda katika hali sawa sawa. Tunatafuta athaur. Athauri maana yake ni ng'ombe dume. Huyu ng'ombe dume hisabu yake ukitazama ni 2,531. 2,531 unachukua zile 6 hizi, kwa maana 1 jumlisha 6 sawa sawa na 7. Alafu unachukua 3 jumlisha 6 sawa sawa na 9. Alafu unachukua 5 jumlisha 2 sawa sawa na 7. Hizi namba zote zinakuja ijab 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 ijab. Kwa hiyo huyu ndugu yetu kama anataka apate dhahabu, na yeye mgodi wake unapatikana Koloiz, na jina lake anaitwa Jacksoni, inatakiwa afanye nini? Kafara ya ng'ombe dume. Basi hapo akifanya majambo yatakwenda sawa sawa kabisa. Haya, baada ya kufanya hivyo, labda mathalan inatakiwa afanyiwe dua. Dua gani? Ni kusoma tu majina ya Mwenyezi Mungu. Walillahi asmaul husna fad'uuhu biha. Mwenyezi Mungu ana majina matukufu, basi tusome tu. Yanakwenda majina anakwenda sambamba na zile salbi, yani zile ijabiyat. Ndio mambo yanaweza kwenda katika mustawa uliokuwa sasa. Kwa mfano jina la Allah. Allah hisabu yake ni namba 66. Sasa 66, 6 jumlisha 6 ni sawa na ngapi? 12. Kwa maana 1 jumlisha 2 ni sawa na ngapi? 3. Kwa hiyo hii ni nini? Ni ijab. Kwa hiyo hili jina la Allah sasa lina uwezo wa kusomwa ili huyu mtu aweze kupata nini? Apate hayo madini. Kwa maana patikane kwanza thauri, kwa maana ng'ombe dume, ifanywe kafara ya ng'ombe dume, alafu inatakiwa lisomwe jina la Allah Subhanahu wa Ta'ala kwa hisabu namba ngapi? Lisomwe takriban mara 15,193 bila kupunguza wala kuzidisha. Kwa jina Jackson. Aiyo, kwa nani? Kwa ajili ya Jackson, tena aliyo Koloiz. Hii ni tofauti na namna ambayo tumewahi kufanya kwa ndugu yetu mmoja yupo Mozambiki, Mutepweshi, ambayo hesabu zake zinakuja tofauti. Na hata wewe hesabu zako zitakuja tofauti kabisa kutokana na maeneo na jina lako na mazingira yako na huo mgodi namna jinsi ulivyo. Kwa sababu thumma tanfaslu ba'da 7 ayyam. Huyu sasa akishasomewa ya Allah, kwa maana jina la Allah mara 15,193,
Kisha baada hapo utaacha ndani ya masiku 7. Kisha baada ya yale masiku 7 ndipo utafanya nini? Utachinja sasa huyu ng'ombe dume, alafu utamaliza kwa kusoma 797 biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Hapo majambo yanakwenda vizuri kabisa biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Hizi zinaitwa kimiaul arqam, kwa maana chemistry ya namba katika masala mazima ya kufanikisha malengo, na hasa katika sala zima hili la masala ya kimigodi. Ipo chemistry ya namba inaweza kushughulika katika masala ya maradhi, na ipo chemistry ya namba inaweza kushughulika katika masala ya kibiashara, na mfano wa hayo yapo mengi kabisa katika hali za namna hii. Kidhahiri kabisa, kwa mtu ambaye bila shaka atafungua akili yake vizuri, utabaini kabisa hizi ilmu ni ilmu pana sana, ni ilmu kubwa sana, nzito sana, na watu lau kama wanapita kwa utaratibu uliokuwa bora, ni rahisi sana kufikia katika yale malengo, kwa sababu tumepita katika njia zilizo sahihi biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Hakuna istibaha hapa, mambo ya kubahatisha hakuna. Lazima twende mambo kwa taaluma, na Mwenyezi Mungu huwa al-alim wa yuhibbu al-ulama. Yeye ni mjuzi, anawapenda wanaofanya mambo kwa ujuzi biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Hizi namba zina umeme mkali kabisa, yani zina taka, zina energy hizi namba. Inshallah katika darasa zetu zijazo tutakuja kuziona energy zake namna zilivyo. Mtashangaa sana na mtaona mafanikio yalivyokaa katika namba. Wa ahsa kulla shay'in adada. Wanadamu, asikudanganyeni mtu, kila kitu kimekaa kwa namba. Yani wewe ndugu yangu hapo ulipo umezaliwa kwa namba na utakufa kwa namba. Riziki unatafuta kwa namba, na kulala kwako unalala kwa namba vile vile. Lakini kuamka kwako unaamka kwa namba, na chochote unachofanya unakwenda kwa namba. Kuna mtu akiamka anakwenda chooni, anapiga hatua, zile namba zile zinahesabika, zile hatua zinazokwenda. Na ukipunguza zile hatua ufiki unakokwenda. Kwa mfano labda ili ufike kule khalai unakokwenda panahitaji hatua 10. Wewe ukasema mimi napiga 2. Mzee ufiki. Kwa sababu gani? Hisabu inakukataa, inakwambia huko bado chini ya utaratibu. Aiwa, toka yako energy yako inakukataa, inakwambia haijatimia hiyo. Kwa hiyo kila kitu lazima ufanye. Lakini kadhalika hata mkono wako wakati unakula chakula, lazima utapeleka chini na kupeleka juu kwa hisabu maalum ili ushibe. La si hivyo ukasema mimi napeleka mara 2 tu, mzee ushibi. Ndio ukweli wa mambo jinsi unazaliwa kwa namba. Ukiulizwa umezaliwa mwaka gani, unatajaje? 2000 na ngapi? Haya, kafa lini? Allah, ilikuwa tarehe 18 mwezi mwaka jana. Si ndio mnasema? Sasa unazaliwa kwa namba, unakufa kwa namba, unakula kwa namba, unalia kwa namba, unapumua kwa namba, chochote unachofanya mzee ni arqam. Sasa hizi namba zikicheza kidogo, badala ya namba 10 ikaja namba 9, umeumia mzee. Yani ndio ukweli wa mambo jinsi ulivyo. Kwa hiyo inshallah mambo mapana kidogo haya tutaeleza katika majukwaa yajayo inshallah biidhnillahil karim. Namba